Unahisi nguvu ambayo unaitumia jijini Mbeya katika kuwavuta mashabiki inaonekana pia matokeo yake nje ya mkoa wa Mbeya? Ya, matokeo yanaonekana kama nilivyokuambia kwenye hizo social networks, unaona watu wanazungumza, lakini pia taratibu tumeanza kurejesha ule utaratibu wetu wa kuuza jezi kwenye mikoa kadha wa kadha. Unaona zinapigwa simu, lakini pia mawakala wetu wanafanya shughuli hiyo. Unaona mzunguko unakuwa mkubwa na mzuri, na kuifanya sasa hali iweze kurejea kama ilivyokuwa siku za nyuma. Tunarejea katika nafasi yetu, tunarejea kwenye sehemu yetu ile muhimu kabisa. Kama unakumbuka au nikukumbusha tu kwamba Mbeya City ni timu ya 3 kwa ukubwa wa platform kwenye nchi hii. Ukianza zile mbili zingine, Mbeya City inafuata. Nikisema hivyo namaanisha kwamba ulikuwa unaona siku za nyuma tukifanya mauzo ya jezi, lakini ulikuwa ukizunguka mkoa kwa mkoa unaona kabisa namna gani watu ambao wanaishi kwenye mikoa hiyo aidha walitokea Mbeya, wana asili ya Mbeya, ama wako wana asili ya pale pale, lakini wanaipenda Mbeya City kulingana na zile falsafa zake ambazo zinatumika kwenye kuendesha klabu hii. Una imani katika kuwarejesha mashabiki wa Mbeya kama kipindi kile ambapo imepanda ligi kuu, hususan kuwavuta mashabiki na uuzaji hata wa jezi, vifaa vizima kwa upande wa Mbeya City? Yaani 100% tayari tumerejesha. Kwa hakika. Uhakika kabisa, ndio maana nilikwambia hivi, umeona full house match na Mtibwa, umeona full house match na Mtibwa, mbili hizo nikimaanisha championship, lakini pia na FA, umeona full house match na Stendi, lakini hizi zingine zilikuwa zina karibu robo 3 ya uwanja. Kwa hiyo tuna imani kabisa Mungu anajalia na anaendelea kubariki mipango yetu. Watu wenye timu yao watarudi, na hii tulishaikabidhi timu kwa wenyewe. Unajipanga vipi sasa kuhakikisha mtakaporejea ligi kuu, nguvu na hamasa kwa upande wa ligi kuu? Ukiangazia kuna upinzani pia kwa upande wa maafisa habari ambao sasa hivi wako ligi kuu, na nadhani kwamba unawatazama na unajua kinachoendelea kwa upande wa hamasa. Umejipanga vipi kuhakikisha kwamba ile nguvu unakuja kuiongeza zaidi na kupambana nao? Kama championship tu peke yake nimefanikiwa kuwafunika hata maafisa habari wengine, sina shaka kama nitafika ligi kuu naweza nikakompete, na lazima simama hivi, nitasimama pale pale kwenye nafasi yetu ya 3 ya kuwa na platform kubwa kabisa kwenye nchi hii, na ikiwezekana basi tutavuka hapo. Nguvu ya mashabiki sasa katika kuwafikisha hapa mlipo nafasi ya pili, mlikuwa nafasi ya 3 mkarejea tena nafasi ya pili, mkirejea tusema pale pale mlipokuwa. Ukiangalia nguvu ya mashabiki inawapa moyo kiasi gani kuhakikisha kwamba mnawahimiza wachezaji kuweza kurejesha kile wanachokitoa mashabiki? Unachokiona mshabiki yeye anataka burudani, anataka matokeo. Na nilikwambia mara ya kwanza kwamba ili iwe team lazima kuna vipande vinne: management, technical bench, players na fans ambao na members au fans tu kawaida. Vikitimia na kila mmoja akitimiza majukumu yake, hapa unaipata timu iliyo bora kabisa katika hili. Tulichokifanya ni kile ambacho mashabiki walikitaka, walituagiza na walituambia kwamba tunahitaji kurejea ligi kuu ya soka Tanzania bara, na sisi tukawaambia naam, tutatekeleza hilo na tutarejea bila ya kucheza playoff.